Awali ya yote naomba nianze kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu mtukufu kwa kutujalia neema ya uzima na afya njema iliyotuwezesha kukutana hapa mara nyingine kwa ajili ya mwendelezo wa utoaji wa taarifa muhimu kuhusu tokeo la kitaifa la uzinduzi wa Mwenge wa Uhuru sambamba na shughuli za ukimbizaji wa Mwenge wa Uhuru ndani ya mkoa wa Kusini Pemba. Kwa umuhimu wa pekee, napenda kutumia fursa hii kuwashukuru kwa dhati viongozi wetu wakuu wa nchi na uongozi wao madhubuti na wenye maono, nikianza na Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, pamoja na Mheshimiwa Dr. Hussein Ali Mwinyi, Rais wa Zanzibar na Mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi. Viongozi wetu hawa wanaendelea kuliongoza taifa letu kwa hekima, uzalendo na kujituma kwa dhati katika kuwaletea wananchi maendeleo, kuimarisha umoja wa kitaifa pamoja na kudumisha amani na utulivu nchini. Ndugu wananchi, napenda kuwafahamisha kuwa tokeo la uzinduzi wa Mwenge wa Uhuru kitaifa litafanyika kama ilivyopangwa tarehe 2 Aprili 2026 mkoa wa Kusini Pemba, wilaya Chake Chake, katika uwanja wa Gombani mpya. Mgeni rasmi katika tukio hilo anatarajiwa kuwa Mheshimiwa Dr. Hussein Ali Mwinyi, Rais wa Zanzibar na Mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi, ambaye atalihutubia taifa na kuzindua rasmi mbio za Mwenge wa Uhuru. Aidha, napenda kuwajulisha kuwa maandalizi yote ya uzinduzi wa Mwenge wa Uhuru kitaifa 2026 yamekamilika, ambapo majaribio ya shughuli zote zitakazofanyika wakati wa sherehe ambao ni rehearsal yamefanyika kwa ufanisi mkubwa. Hivyo basi, nachukua fursa hii kuwataarifu rasmi na kuwaalika wananchi wote wa mkoa wa Kusini Pemba, wananchi wa Zanzibar pamoja na Watanzania kwa ujumla kujitokeza kwa wingi kushiriki kikamilifu katika tukio hili adhimu muhimu la kitaifa. Ndugu wananchi, wageni waalikwa kutoka mikoa mbalimbali ya Tanzania bara na Zanzibar wanatarajiwa kuanza kuwasili rasmi tarehe 31 Machi 2026. Kutokana na hilo, napenda kuendelea kuwaomba wananchi wote wa mkoa wa Kusini Pemba wawapokee wageni wetu kwa moyo wa ukarimu, heshima na mshikamano kwa lengo la kulinda taswira nzuri ya mkoa na nchi yetu. Hali ya kiusalama katika mkoa wa Kusini Pemba ipo shwari na imedhibitiwa vyema, huku vyombo vya ulinzi na usalama vikiwa vimejipanga kikamilifu kuhakikisha usalama wa wananchi na wageni wote wakati wa shughuli za uzinduzi wa Mwenge wa Uhuru kitaifa mwaka 2026 zinakuwa na utulivu. Ndugu wananchi, mara tu baada ya kukamilika kwa hafla ya uzinduzi wa mbio za Mwenge wa Uhuru, mwenge wetu utaanza kukimbizwa wilaya ya Chake Chake na kuendelea tarehe 3 mwezi wa 3 2026 wilaya Mkoani. Uzinduzi tunatarajia kumaliza saa 5. Baadaye utaanza kukimbizwa wilaya ya Chake Chake siku hiyo hiyo ya uzinduzi. Naomba wananchi wafahamu hivyo na wajipange hivyo. Kwa ujumla, Mwenge wa Uhuru ndani ya mkoa wa Kusini Pemba utatembelea jumla ya miradi 11. Kati ya miradi hiyo, miradi 5 itawekewa mawe ya msingi, miradi 3 itazinduliwa na miradi mingine 3 itakaguliwa. Mbali na miradi ya maendeleo,
jumla ya programu 2 zitahusishwa. Kati ya hizo programu moja ni ugawaji wa majiko ya magesi katika suala lile lile la kuhifadhi mazingira. Kingine ni zoezi la utoaji wa matone ya vitamini A kwa watoto chini ya miaka 5 sambamba na ugawaji wa vyandarua vya mama wajawazito katika suala zima la kupambana na maradhi ya malaria. Miongoni mwa miradi hiyo ambayo itawekewa moyo msingi itazinduliwa ni miradi ya barabara, elimu, nyumba ya makazi na biashara, miradi ya afya, ambayo miradi yote hiyo itagharimu jumla ya shilingi bilioni 127,701,310,000. Kati ya fedha hizo shilingi bilioni 127,653,307,000 pesa kutoka serikali kuu na shilingi milioni 48,300,000 zinatoka nguvu za wananchi. Ndugu wananchi, kauli mbiu ya Mwenge wa Uhuru mwaka 2026 inasema Tanzania ni yetu sote, tushikamane kwa pamoja kuleta maendeleo. Kauli mbiu hii inalenga kuwakumbusha na kuwasisitiza Watanzania wote umuhimu wa kudumisha umoja, mshikamano na uzalendo pamoja na kushiriki kamilifu katika shughuli za maendeleo ya kijamii na kiuchumi kwa manufaa ya taifa letu. Ndugu wananchi, mwisho napenda tena kuchukua fursa hii adhimu kutoa wito kwa viongozi wa chama na serikali, taasisi binafsi, wafanya biashara, wajasiriamali na wananchi kwa ujumla kushiriki kikamilifu katika shughuli za uzinduzi wa mbio za Mwenge wa Uhuru, ufunguzi na uzinduzi wa miradi ya maendeleo katika maeneo mbalimbali, pamoja na makabidhiano ya Mwenge wa Uhuru kutoka mkoa wetu kwenda mkoa wa Kaskazini Pemba. Baada ya kusema hayo, nawashukuru sana, asanteni sana kwa kunisikiliza.